Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka hujambo mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefu Yami nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Mahujaji kutoka Tanzania waendelea kuondoka nchini kuelekea mji mtakatifu wa Makka kutekeleza ibada ya hija. Mtu mmoja amepoteza maisha baada ya kutumbukia kisimani akiwa katika shughuli za ujenzi maeneo ya Kombeni mjini Unguja. Katika habari za kimataifa, WHO yatangaza mlipuko mpya wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Na mkapu la habari linaanzia jijini Dar es Salaam. Wakati ambao mahujaji kutoka nchi mbalimbali duniani wakiendelea kuwasili katika mji mtakatifu wa Makka nchini Saudi Arabia kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya hija, Waislamu hapa nchini wamehimizwa kuanza kujiandaa kwa ajili ya hija mwakani 1448 Hijiria insha Allah. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanazuoni wa Kiislamu nchini Sheikh Abdallah Ndauga akiwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, akiongoza baadhi ya mahujaji walioelekea kutekeleza ibada ya hija. Sheikh Ndauga amesema ingawa idadi ya mahujaji wanaotoka Tanzania kuongezeka kwa mwaka kulinganisha na mwaka jana, lakini bado juhudi inahitajika kufikia idadi ya mahujaji inayopewa nchi ya Tanzania. Ibada hii imepanda kwa mujibu wa jumla. Mwaka jana ilikuwa kama 3 na kidogo, lakini mwaka huu idadi kuu ina takriban kwenye 4 Kwa hiyo kuna juhudi kidogo au kuna namna fulani ya ufahamu wa watu ibada ya hija, kiasi cha watu kama 500,000 watu 500 au 400 nao wameongezeka katika idadi ya mwaka huu. Kwa hiyo tunataraji inshallah ile idadi ambayo huwa tunapewa wa Tanzania kule baada ya miaka 2 itatimia inshallah, lakini watu wawe na juhudi na watu waanze maandalizi hivi sasa hija inayokuja inshallah. Aidha, Sheikh Ndauga amewahimiza Waislamu ambao hawajaelekea kutekeleza ibada ya hija kutumia vizuri fursa ya siku 10 za mwezi huu wa Dhulhijja ili kunufaika na kheri rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wote waliobakia ambao hawajatarajiwa kwenda Maka kuhiji wana nafasi kubwa sana ya kufanya ibada mbalimbali za khairati mbalimbali, sadaka, saumu, kheri zote zile, kutoa wakfu, kutoa amali yoyote nzuri katika masiku hayo. Bado fadhila zake ni kubwa kweli kweli, fadhila zake ni bora kabisa. Huu ni usia wangu mimi, ninautoa kwa moyo kabisa mkunjufu kwamba tusipuuze masiku haya, ni muhimu sana. Allah ametupatia kila mmoja nafasi ya kuchukua kheri za Mwenyezi Mungu, na kheri za Mwenyezi Mungu ni pana na fadhila zake ni pana. Nao kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa taasisi zinazosafirisha mahujaji pamoja na mahujaji wanaotarajiwa wamewaomba Watanzania kuendelea kuiombea nchi ya amani. Alhamdulillah, taasisi ziko vizuri na tayari zimeanza safari. Inshallah tutamwombea mama yetu, kiongozi wetu, Mheshimiwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Allah amfanyie wepesi katika uongozi wake na ampe afya njema katika kuongoza inshallah. Ibada ya hija inawezekana. Kila mtu anaweza kwa namna yake, lakini kuna vibubu sisi tumeweka. Kama unaweka vibubu kwa ajili ya upatu,
basi tunaweka vibubu kwa ajili ya haji, na inawezekana ukiweka kidogo kidogo huku ukimwomba Allah dua, na biidhnillahi Allah atatuita. Mwaka jana lilikwenda umra kundi la kina mama 50 ambao waliwekeza kwa mwaka mmoja. Yaani Januari, Februari mpaka Disemba lilienda kundi la kina mama 50 umra, ambalo baadhi yao mwaka huu tunakwenda nao hija. Kwa michezo ya hija, michezo ya umra pia ipo, sio vikoba tu vya mambo mengine. Tukielekea kisiwani Unguja, mkazi wa Kinuni, wilaya ya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi, Bakari Rajabu Mtanga, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 45, amefariki dunia baada ya kutumbukia kisimani kilichopo maeneo ya Kombeni baada ya kukanyaga bati lililofunika kisima hicho wakati akiendelea na shughuli zake za ujenzi. Akisimulia mkasa huo, shuhuda wa tukio ambaye pia ni ndugu wa marehemu na fundi mwenzie na marehemu Salum Saidi Hassan ameeleza namna tukio lilivyotokea hadi marehemu huyo kupoteza maisha. Shamaliza kazi saa 12, nilimshushia mashine juu kwamba akaimweke, akaichukua, akaikunja, akawa anaenda kuiweka, lakini kwa bahati mbaya pale ile eneo ni la kisema nilizungushwa, walifunika juu ni mabati, kwa sababu hajajua na alikuwa hazani kwamba pale kuna kisima. Kwa hiyo kwa bahati mbaya kakanyaga, mimi niko juu nikasikia mabati tu analia, nimeshuka chini na kwenda ni kweli na nikamkuta ashadumbukia kisimani. Kwa simu na kaka yangu ambao alikuwa ni fundi mwenziwe, wewe mjomba wetu ambaye marehemu, kwa pamoja huko site. Nikamwambia Nasor uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Nikamwambia fanya uje sehemu fulani kisakasaka. Mjomba Bakari kapata mtihani, kaingia kwenye kisima. Nashukuru hata na mimi nafika na faya nao walikuwa tayari wameshafika wanafanya kazi yao mpaka kufikia hatua ametolewa. Kikosi cha zimamoto na uokozi tawi la Mjini kupitia stesheni sajini wa zimamoto na uokozi Nasor Rashid Nasor ameeleza namna walivyofanikiwa kuokoa mwili wa marehemu majira saa 1 usiku tangu alipotumbukia saa 11 jioni. Tumepokea taarifa saa 11:05 kwamba kuna mtu kaingia kwenye kisima maeneo ya Kombeni. Tumetoka kituoni kuelekea kwenye eneo la tukio na kumkuta mtu huyo bado yumo kwenye kisima. Tumefanikiwa kumtoa mtu huyo na kumpeleka hospitali ya wilaya ya Jitimai kwa uchunguzi wa kidaktari. Wito kwa jamii ni tunapomaliza harakati zetu za kuchimba visima, basi tutafute vifuniko angalau ile kwa madhubuti ili tuepusha athari kama hizi zisitokeze. Baadhi ya maduka katika eneo la Makungu, kata Chemchem, manispaa ya Tabora yamenusurika kuteketea kwa moto baada ya duka la vifaa pikipiki linalomilikiwa na mfanyabiashara Salamu Mwenda kushika moto usiku wa kuamkia Mei 17 na kusababisha uharibifu wa mali mbalimbali. Nuhu Stima ana taarifa kamili. Moto ni rafiki yetu, lakini moto ni adui yetu mkubwa sana. Moto unakutia umaskini kwa muda mfupi sana. Wakielezea walichoshuhudia, baadhi ya wananchi wamesema moshi ulianza kuonekana ukitoka juu ya jengo hilo kabla ya moto kuongezeka ghafla, hali iliyowalazimu kutoa taarifa haraka kwa jeshi la zimamoto na uokoaji. Tuko tumekaa hapo hivi, ghafla tukaona shoti, kuna tu weusi tule pale. Ilivyopiga weusi, yani ikakata kwanza ikatulia. Ilivyotulia mara kwa ghafla tukaanza tuona moshi kwa huku juu. Tukaanza kuona moshi unatokea kule juu. Ndio ulivyotoka pale tukaona ndio unazidi tu hivyo. Ndio tukaanza kupiga simu kwamba moto unawaka mule ndani. Mimi nilikuwa napita, sasa nimefika hapa natazama juu naona moshi. Kabla hata ya watu kufika ndio kuanza kuwapa taarifa hawa wenye maduka. Kwa hiyo waliowahi wametoa vitu kabla moshi ukiwa mdogo kabisa. Kwa hiyo nimewapa taarifa na kuchukua hatua ya kuwapigia zimamoto kufika. Akizungumza eneo la tukio, Staff Sergeant wa jeshi la zimamoto na uokoaji Shaban Mohamed Shoka amesema wamefanikiwa kudhibiti moto huo kabla haujasambaa kwenye maduka mengine. Tumefika kwenye tukio, tumekuja kwa wakati, tumeliatendi tukio vizuri, tumeokoa
tulivyoviokoa na moto tumepambana nao, kwa kweli tumeudhibiti moto. Athari zilizotokea ni vitu vimeathirika, hatujajua vimeathirika vina gharama gani, hatujajua kwa sababu hata swala zima uchunguzi wa moto bado linaendelea. Athari kwa watu hakuna, ni vitu tu vimeungua. Mali zilizonusurika ni nyingi zaidi kwa sababu tumefika kwa wakati na tumeliatendi tukio kwa haraka zaidi. Kwa hiyo vilivyoungua ni vichache. Aidha, amewataka wafanyabiashara kuhakikisha mifumo ya umeme katika maeneo yao inakaguliwa mara kwa mara na wataalamu. Tumeona ndani kipindi tunazima moto kuna vitu vilikuwa vimewekwa dalini vingi sana na ndio vimetusumbua vile. Moto juu ulikuwa mwingi zaidi kuliko chini. Kwa hiyo tujitahidi sana mpangilio wetu wa vitu uwe mzuri. Tujitahidi sana kwenye maeneo yetu ya biashara na kwenye majengo yetu. Kila baada ya muda mfupi tutoe taarifa TANESCO au kwa mafundi wetu wafanye kulinua. Kila baada ya muda mfupi ita mtu wa TANESCO, ita mtaalamu wako wa fundi umeme aje afanye kuupitia mfumo wa waya upya. Na linapotokea tukio la moto basi mtupe taarifa kwa wakati. Jijini Mwanza, matumizi ya dawa za kulevya yametajwa kama sababu mojawapo ya kupoteza nguvu ya taifa, hususan kwa vijana, hali inayopelekea kuongezeka kwa matumizi ya afya ya akili na matukio ya kikatili. Wito ukitolewa kwa vijana kuachana na kujihusisha na vitendo hivyo vinavyohatarisha maisha yao. Hii hapa ni taarifa zaidi na Zuberi Ngaya. Wito huo umetolewa na mwakilishi kutoka ofisi ya kamishina wa kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya nchini, Desdel Tumbu, wakati alipotembelea katika ofisi zetu za Mahasin TV kwa lengo la kutoa elimu kwa vijana, huku akiwaomba wanasiasa kutumia vizuri majukwaa yao kukemea matumizi ya dawa za kulevya nchini. Kwanza sisi kama serikali tumekuwa tukidhibiti sana dawa za kulevya kutokana na kwamba tunafahamu madhara yake, lakini pili, hao wanaoomba dawa za kulevya zirasimishwe either wanaharakati lakini pia wanasiasa ni kwa sababu hawajajua tu kwamba hizi dawa za kulevya zina madhara makubwa. Watu vijana wengi wanapotea sababu ya kutumia dawa za kulevya. Unapita mtaani unakuta vijana wengi anakuwa kama ndondocha, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo tukiendelea tukisema turuhusu dawa za kulevya, maana yake tunapoteza nguvu kazi ya taifa, na mwisho wa siku hata maendeleo ya taifa letu yatakosekana kwa sababu tayari tunakuwa hatuna nguvu kazi ya taifa letu. Kwa hiyo nashauri au naelekeza au naweza kusisitiza kwamba wao wanaharakati na wanasiasa wasitumie nafasi zao kubwa kwa sababu wana ushawishi kuanza kuwadanganya wananchi. Idi Pungu ni daktari wa afya ya akili, ameelezea kitaalam jinsi ambavyo matumizi ya dawa za kulevya yanavyoathiri afya ya akili pamoja na magonjwa yanayosababishwa na matumizi ya dawa za kulevya. Dawa ya kulevya yanaathiri jamii. Kwanza yanaathiri mtu mmoja mwenyewe, muathirika, familia, jamii mpaka taifa. Madawa ya kulevya yanaathiri watu kiakili, kimwili na kijamii. Kiakili, mtu huyu tumekuwa tukipokea wagonjwa wengi wanaokuja ku kliniki wanaatendi kwa sababu ya kutokana na magonjwa na matumizi holela ya madawa ya kulevya kama bange, pombe, sigara, mirungi na mingineyo. Kwa wito wangu mimi ni kwenye jamii tujiepushe matumizi holela ya madawa ya kulevya. Meneja wa Sober House kanda ya Ziwa Suleiman Abbas ameelezea madhara yanayotokana na uraibu wa dawa za kulevya na hivyo kutoa wito kwa vijana nchini kuachana kabisa kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya. Napinga hao ambao wanasema kwamba dawa za kulevya liwe pato la taifa, ambazo asali zake ni kubwa sana, ambazo kama mimi pia nilipitia katika uraibu kutumia madawa ya kulevya. Pia yani isitoshe kwamba kama hajatoka mraibu kwenye nyumba yako hauwezi kujua athari ipi. Tunashauri kwamba yani dawa za kulevya ni hatari, zinazima ndoto za vijana wengi katika familia, katika mahusiano, katika jamii, pia kupoteza ndoto zao kwamba kusoma, kwa sababu fikra zote zinakuwa katika utegemezi wa madawa ya kulevya. Wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma wanatakiwa kuwa na utaratibu wa kulipa kodi za ardhi kwa wakati kila mwaka ili kuepuka malimbikizo ya madeni yanayoweza kusababisha usumbufu hapo baadaye. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Wito huo umetolewa na afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Kigoma Elias Mwazembe wakati akizungumzia zoezi la kliniki ya ardhi iliyofanyika katika stendi ya malori kata ya Murusi katika halmashauri ya mji Kasulu.
Kodi ya pango la ardhi ni kodi ambayo kila mwananchi anatakiwa kulipa kila mwaka. Na kwa mujibu wa taratibu zetu, mwaka wa fedha unaanza tarehe 1 mwezi wa 7. Inapoingia tarehe 1 mwezi wa 7, mwananchi anatakiwa alipe kodi yake kwa uhuru bila riba. Unapoingia mwaka mwingine tarehe 1 mwezi wa 1, mwaka unaofuata mwingine, mwananchi anaanza kulipa kodi pamoja na riba, kwa maana malimbikizo. Sasa wito wetu mkubwa kwa wananchi ni kwamba swala la kulipa kodi ni swala la kisheria ambalo ni lazima mtu ulipe kodi. Na kodi zetu ni ndogo sana. Sema wakati mwingine wananchi wanalimbikiza madeni mengi, inashindwa kulipa kodi. Aidha, Mwazembe amebainisha lengo la kliniki hiyo ni pamoja na kusogeza huduma za ardhi karibu zaidi na wananchi, pamoja na kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kulipa kodi ya ardhi kwa wakati ili kuepuka malimbikizo. Lengo ni kwamba yapo maeneo ambayo mwananchi hawezi kuwa na nafasi ya kufika ofisini moja kwa moja. Lakini akisikia kuna zoezi ambalo linahusu ardhi kwenye eneo la wazi, ni rahisi kuja kuhudumiwa. Lakini pia mazoezi haya pia yanapunguza urasimu wa mwananchi kuhudumiwa. Wakati mwingine watu wanakwenda kwenye ofisi zetu huko, kuna kazi nyingi zinafanyika, muda wa kumhudumia mwananchi unakuwa ni mdogo. Sasa mahususi kabisa kwa kliniki hii hasa tulioanza kufanya hapa Kasulu ni kwa ajili ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kukusanya kodi ya pango la ardhi. Aidha, amesema kupitia kliniki hiyo masuala kadhaa yanayohusu ardhi yamepatiwa ufumbuzi, huku baadhi ya wananchi wakikiri kunufaika kwa kiasi kikubwa baada ya kupatiwa ufumbuzi wa changamoto mbalimbali za ardhi zilizokuwa zikiwakabili. Masuala mengine ya kisheria, yale masuala ya kisheria ambayo yameshafika mahakamani, sisi ni kuwashauri kuendelea taratibu za kisheria ili kufika mwafaka na kupata mtu ambaye atakuwa ni mshindi kwa jambo lake. Tangu tumeanza kliniki yetu mpaka sasa tumeshahudumia wananchi wenye matatizo mbalimbali. Wapo waliokuja kwa ajili ya kupata hati, wapo waliokuja kwa ajili ya migogoro, wapo waliokuja kwa ajili ya masuala ya kodi, wapo waliokuja kwa ajili ya kusahihisha kumbukumbu zao kwa maana ya kusajili majina kama yamekosewa. Mimi kilichonileta hapa ni mgogoro wa ardhi. Kwa hiyo hii kliniki ilipofika hapa nikawa nimeenda kule ardhi. Wakaniambia basi naweza nikaja hapa kuhudhuria hapa, naweza nikapata msaada zaidi. Nimefika hapa baada ya kupata tangazo kwamba kuna watu watafika kwa ajili ya udhibiti au kurasimisha viwanja ili kuweza kupewa hati iliyo kubwa. Mimi kilichonileta hapa nimekuja kwa ajili ya kuweza kupata hiyo hati kubwa, hati ya umiliki. Mimi kama mimi naona imenisaidia. Jumla ya shilingi milioni 724 kutoka katika mikopo ya halmashauri ya wilaya ya mji wa Handeni mkoani Tanga zimeendelea kunufaisha vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu, hali inayopelekea kutengeneza fursa nyingine za ajira kwa vijana. Nuru Stima na taarifa kamili. Moja ya kikundi kilichonufaika na fedha hizo za mkopo wa 10% kutoka halmashauri ni kikundi cha wakina mama cha Alfa kilichopo kata Mazingara, halmashauri ya wilaya ya Handeni. Mkuu wa wilaya ya Handeni Salum Nyamwese ameeleza namna kikundi hicho kilivyoendelea kutanua wigo kibiashara na kutengeneza fursa nyingine za ajira. Kina mama hawa walichukua mkopo wa takriban shilingi milioni 32 kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za ufugaji wa kuku na ng'ombe. Awali walikuwa wanafanya, lakini ufugaji haukuwa na tija. Lakini baada ya kupata mkopo huo, umeongeza tija kwenye ufugaji wao, wameweza kupanua wigo wa kufanya biashara, lakini alikadhalika pia wameweza kusababisha au kutengeneza ajira. Na wao pia wameweza kuajiri watu wengine kuweza kufanya shughuli baada ya kupata mtaji ule kutoka mkopo ule kutoka halmashauri ambao umekuza shughuli zao. Spidi yao ya urejeshaji wa mkopo ni ya kuridhisha. Wamerejesha mkopo sasa hivi wanakaribia kumaliza muda wa marejesho mwezi wa 5, lakini mpaka sasa hivi wamesharejesha kiasi cha takriban milioni 28. Kaimu afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Handeni, Mongo Thomas, amesema takriban vikundi 52 vya wakina mama wamenufaika na mkopo huo wa halmashauri, hali inayoendelea kuwakwamua kiuchumi. Tangu dirisha lifunguliwe, tumekopesha jumla ya vikundi vya wanawake 52 kikiwepo katika hiki kikundi cha Alfa, na vikundi hivi vyote, vikundi vya vijana, vya wanawake na watu wenye ulemavu, ambavyo sasa vimekopesha jumla ya milioni 738 ambazo zimetolewa, lakini kikundi hiki kipekee cha Alfa kimenufaika na shilingi milioni 32 ambapo kilikopeshwa mwaka wa fedha 24-25.
Awali mwenyekiti wa kikundi cha Alpha Bi Blandina Komba amesema fedha hizo kutoka halmashauri zimeendelea kuwanufaisha wanakikundi hicho pamoja na kutoa fursa za ajira kwa vijana wengine. Kikundi changu mimi kilianza na wanawake 5 tu, ila kuna watu wameona kuna kitu tunapata wakaomba kuingia. Kwa sasa kikundi chetu kina wanawake 13, lakini pia manufaa yapo. Kuna vijana tumeajiri vijana kama 6 na pia nao wananufaika kwa sababu kama walikuwa waenda wakalibu miti huko, sasa hivi wanachukua mayai. Bali na wao tulioajiri, lakini tunapata vijana ambao wananunua mayai, wanachemsha, wanauza. Ni kwamba pia nao wamejiajiri kupitia sisi. Na wadau mbalimbali wa ujenzi ikiwemo wasanifu, wahandisi na wakadiriaji majengo Zanzibar wamesema mabadiliko yanayopendekezwa ya sheria katika bodi ya usajili yatasaidia bodi hiyo kuwatambua wataalamu wa fani zote tofauti ilivyo sasa. Rajab Shaban Matuga ana taarifa kamili. Akizungumza nje ya kikao maalum cha kujadili mabadiliko hayo ya sheria katika bodi ya usajili ya wasanifu, wahandisi na wakadiriaji majengo Zanzibar, mwenyekiti wa bodi hiyo Yasir De Costa amesema ni muhimu kwa wadau wote kufahamu mabadiliko yanayopendekezwa kwa mustakabali mwema wa tasnia hiyo. Mabadiliko yenyewe yanakuwa ya moja ya kiteknolojia kwenye IT, ya pili ni masuala yote ya usanifu na ujenzi, teknolojia inazidi kukua, lakini la tatu ni swala zima la mchango ya utekelezaji sheria hii, hasa wadau wana jukumu kubwa kuelewa sheria hizi. Lazima tuelewe kwamba sheria hii ambayo leo tunajadili ni sheria ya watu wote, wananchi waelewe hii sheria ili iweze kuwasaidia kuongoza kutekeleza yale ambayo yamo ndani ya sheria. Aidha, mrajisi wa bodi hiyo mhandisi Mansur Rashid amesema kuwa ni wakati sahihi kufanya marekebisho ya sheria na kutanua wigo ili kudhibiti na kutambua wataalamu kutokana na kasi ya maendeleo. Sheria tunaibadilisha kwa sababu ya kwamba imepitwa na wakati, na tunaongeza wigo katika professionals na katika maeneo mbalimbali ikiwemo mambo project managers. Sasa hivi tuna project managers ambao ni engineer, project manager wako na architect, na project managers ambao ni QS. Kwa hawa ambao wamo katika sheria yetu, kwa hiyo lazima tu define ni nani na utaratibu gani tunatumia katika usajili. Kwa hiyo kupitia haya yote ndio yamepelekea kwamba tubadilishe hii sheria yetu ili iendane na wakati wa sasa. Nao kwa upande wao, baadhi ya walioshiriki kikao hicho wameeleza kuwa mabadiliko hayo yataongeza uwazi na kusaidia kuimarisha utendaji kazi wa bodi pamoja na kuhakikisha huduma zinazotolewa na wataalamu zinazingatia viwango bora vya kitaaluma na maadili ya kazi. Michango mbalimbali inatolewa ambayo lengo lake kubwa ni kuboresha hizi sheria katika tasnia ya ujenzi ili upatikane ufanisi zaidi katika tasnia ya ujenzi. Kuna wadau mbalimbali wakiwemo wabunifu majengo, wakadiriaji majengo, mainjinia au tunasema wahandisi, wote kwa pamoja tumejumuika hapa leo kutoa maoni yetu ili kupeleka tasnia yetu mbele na iweze kuleta ufanisi zaidi na matokeo chanya zaidi. Kikao hicho kimewakutanisha wataalamu, viongozi wa taasisi mbalimbali pamoja na wadau wa sekta binafsi za ujenzi kwa lengo la kupitia na kutoa maoni kuhusu mabadiliko ya sheria mpya zitakazowezesha bodi kwenda sambamba na mahitaji ya sasa ya maendeleo katika sekta mbalimbali. Na kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa, tukianzia huko nchini Kenya. Raia wengi nchini Kenya wamejikuta wakipata ugumu wa kufika kwenye maeneo yao ya kazi baada ya wamiliki wa mabasi ya abiria pamoja na waendesha bodaboda kuanza mgomo wa kushinikiza serikali kushusha bei ya mafuta. Waandaji wa mgomo huo wanasema ongezeko la gharama za mafuta limeendelea kuongeza ugumu wa maisha kwa wananchi wa kawaida. Aidha, wametaka mamlaka ya udhibiti wa nishati na mafuta EPRA kuvunjwa, huku wakidai imeshindwa kudhibiti bei hizo. Mbali na sekta ya uchukuzi wa umma, shughuli za usafirishaji wa mizigo na utalii pia zinatarajiwa kuathirika kutokana na mgomo huo unaoendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Mgomo huo umeanza siku chache baada ya wahudumu wa usafiri wa umma kutangaza kuongeza nauli kwa 50% kufuatia bei mpya za mafuta zilizotangazwa Mei 14 mwaka huu. Kwa sasa lita moja ya mafuta jijini Nairobi inauzwa kwa shilingi 214.25 huku dizeli ikiuzwa shilingi 242.92. Baadhi ya shule za msingi jijini Nairobi na vitongoji vyake zimeahirisha masomo, huku usafiri wa barabarani ukiwa umetatazika kutokana na mgomo wa usafiri wa umma. Naweka nukta kwa taarifa hiyo mtazamaji. Kwingineko, Shirika la Afya Duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo uliothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 88 huku wengine 300 inashukiwa kwamba wameambukizwa. WHO pia imethibitisha kisa kimoja kwenye mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, ulio umbali wa kiasi cha kilomita 1000 kutoka mashariki mwa nchi hiyo, mahala ambako visa vya kwanza viligunduliwa mapema wiki hii. Awali, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC, Daktari Jean Kasea, alisema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo hatari. Kwa upande wake, mkuu wa WHO Tedros Adhanom amesema pamoja na mlipuko huo kuwa dharura kwa afya ya umma duniani, bado haujafikia kiwango cha kulazimisha mataifa kufunga mipaka yao. Ebola iliyogunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 husababishwa na virusi na dalili zake ni pamoja na ugonjwa wa kuvuja damu. Mtazamaji, tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Waziri wa Afrika Kusini wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Ronald Lamola amesema Marekani haiwezi kuizuia nchi yake kushiriki kwenye mkutano wa kilele cha nchi za G20 mwezi Disemba, akishinikiza kuwa nchi hiyo ni mwanachama mwanzilishi. Lamola amezungumza na vyombo vya habari akiwa New Delhi nchini India wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS uliofanyika mnamo Mei 14 na 15 mwaka huu 2026. Alipoulizwa kuhusu uhusiano wa Afrika Kusini na rais wa Marekani Donald Trump, waziri huyo alikiri kuwa mazingira yamekuwa yasiyotabirika kuhusu suala la mkutano wa G20 na kutokuwa na uhakika kuhusu kuhudhuria kwa Afrika Kusini. Lamola amesema si jukumu la Trump kuamuru kama Afrika Kusini inaweza au haiwezi kuhudhuria. Lamola ameongeza kuwa hawezi kusema kwamba hawezi kuwa kwenye G20 na kwa sababu wao ni mwanachama mwanzilishi wa G20 na hakuna mwanachama mwingine wa G20 anayeweza kuamua kwamba nchi hiyo isihudhurie tena G20. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Mahasin TV. Jina langu ni Zuberi Mgaya. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Mahujaji kutoka Tanzania waendelea kuondoka nchini kuelekea mji mtakatifu wa Makka kutekeleza ibada ya hija.
Mtu mmoja amepoteza maisha baada ya kutumbukia kisimani akiwa katika shughuli za ujenzi maeneo ya Kombeni mjini Unguja. Katika habari za kimataifa, WHO yatangaza mlipuko mpya wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Na kwa nukta hiyo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Seifuri Amin kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kutoka TMA. Uhari gani mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu mkoa wa Kagera na Mara kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, ili hali maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kutarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, na sehemu nyingine zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na upungufu mkubwa wa viashiria vya mvua ni katika maeneo mengi ya nchi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu mkoa wa Kagera pamoja na Mara kunatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ili hali mikoa iliyopo maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma unatarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mwanza kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, huku mkoa wa Mbeya ukitarajiwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kadhalika mkoa wa Morogoro unatarajiwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Arusha unatarajiwa na hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Tunakushukuru kwa usikivu wako na tunakutakia wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.